Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema ya leo samedi le 17 janvier 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari za leo tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Kirungu mteritoire ya Uvira kwenye mapigano ni makali kati ya waasi wa M23 Twirwaneho Redi Tabara na vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la Kongo FARDC. Mapigano hayo yanasababisha kukimbia kwa wakaaji kutoka vijiji hivyo. Upande mwingine tutawapeleka moja kwa moja mjini Uvira kwenye kuanzia asubuhi. AFC M23 iko na pie Gudro pale mjini Uvira inazipeleka huko Bukavu. Tutawapeleka pia territoire ya Walikale katika eneo ya Kibua kwenye hali ya usalama inaendelea kukua mbaya. Presida wa Burundi Evariste Ndayishimiye alikuja kuongeza tawi la Mzeituni hadi Kigali kwa ajili ya kuwarejesha viongozi wa kundi la magaidi la Redi Tabara ili kurejesha uhusiano mwema kati ya nchi hizo mbili. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe yani kujiabone na kuendelea kucomment na kulike pia na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre, hapo chini ya titre mu description utapata link ya grupe yetu ya WhatsApp ama linki, ujiunge kupitia linki hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati, za asubuhi, za mchana na hata za jioni. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari. Tuwapeleke moja kwa moja mu territoire ya Uvira mu Mwaye Plateau kwenye mapigano makali yanaripotiwa katika mungini wa Kirungu kati ya wasi wa M23 na Twirwaneho na Redi Tabara wakipigana na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo FARDC. Mapigano hayo makali yalianza asubuhi ya leo mapema, ilikuwa saa 10 za asubuhi. Munasikia ya kwamba ilikuwa asubuhi sana mapema. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba mlipuko wa silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika hapo saa hizo na kuwaingiza wakaaji katika hali ya sintofahamu. Kutokana na mapigano hayo, wakaaji wengi kutoka vijiji karibu na hapo na hata katika eneo hiyo ya Kirungu walikimbia maeneo yao wakakimbilia katika vijiji vingine vyenye usalama zaidi katika Mwaye Plateau ya Uvira, na hata wengine walikimbilia katika misitu kwa kujificha kutokana na mapigano ambayo yalikuwa yameanza upya kati ya pande mbili. Vyanzo hivyo vinatuambia kwamba ni waasi wa Twirwaneho na Redi Tabara pamoja na AFC M23 ambao walianzisha mashambulizi hayo dhidi ya ngome za FARDC na wazalendo katika eneo hiyo ya Kirungu. Village ya Kirungu inapatikana mu territoire ya Uvira mu sheferi ya Bavira. Nadhani ya kwamba hapo kuna wengi ambao wanapajua ile village ya Kirungu sasa iko ndani mapigano. Wahasi wa M23 ndio ambao waliatake wakiwa na Redi Tabara pamoja na Twirwaneho kwa kutaka kusonga mbele kupitia maeneo hayo. Wanashambulia FARDC na wazalendo wakijaribu kuwatimua pale wasonge mbele wakamate ile eneo.
Kama ukumbusho, waasi hawa wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho Red Tabara siku ya jana walikamata Point Zero na vilima vya nani vya Ruhura pamoja na Baruta. Ilikuwa baada ya mapigano ya siku mbili mfululizo. Siku ya leo tena wako muatake pale katika kijiji sasa cha Kirungu, wanapenda nacho wakikamate. FARDC na wazalendo nao pale wanapigana wakidefendre hiyo eneo isije ikaanguka mu mikono ya hawa waasi. Donc wako wanapigana wakitaka kuwarepuse, donc wawarudishe nyuma waasi hao wa AFC M23 na Twirwaneho ambao wako na washambulia katika eneo hiyo. Mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine katika mkoa wa Sud Kivu. Donc ndani ya Sud Kivu mapigano yanaendelea kuripotiwa huko katika vijiji tofauti ndani ya Haut Plateau de Fizi na Haut Plateau d'Uvira na mwae ya Uvira, Itombwe kule Mwenga na juzi walikuwa wakipigania katika Lemera. Donc hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya katika mkoa wa Sud Kivu kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya pande zinazozozana. Habari zetu zinaendelea katika mji wa Uvira. Sasa siku ya jana habari zilisambaa ya kwamba gudro ya mji wa Uvira iko na kuwa pie, me ilikuwa na haia kuwa pie paske kuanzia pale kuizine hawakukuwa deja presence ya gari za AFC M23 na wasi hao wakipie ile gudro. Asubuhi ya leo mapema kuanzia saa 2 asubuhi sasa ndipo AFC M23 ilipie zile gudro zote katika kamio mingi. Video ndizo hizi hapa kwanza. Kama mnavyoangalia hizo ni gari za AFC M23 pale ni mjini Uvira. Kamio zile ambazo zilitoka jana huko Bukavu zilifika pale Uvira, zikapita pale usiku wote zilikuwa hapo na wako napakiza zile goudron. Donc hii usiku ya jana ya kuamkia asubuhi ya leo walikuwa napakiza kamio hizo zote goudron. Et puis depuis 8h sasa wako na zibeba wanazipeleka katika mji wa Bukavu kule kwenye wako AFC M23 iko na pia pale baada ya kutangaza ya kwamba wataondoka katika mji huo na hawajaondoka pale mpaka leo, ila walitangaza hayo juzi ilikuwa jioni ya juzi njo Corneille Nangaa alitangaza hayo. Na hapo mjini Uvira kiukweli AFC M23 kama itaondoka hapo inapenda iondoke kabisa na imepie vyote na imebeba kabisa vitu vyote vya gouvernement katika mji wa Uvira. Na piaje hii inaendelea kufanyika wakati gouvernement ya Uvira siku ya jana ililaani vikali piaje ambayo wako naifanya hapo, na inamaanisha kuwa gouvernement ilikuwa inajua mpango wa AFC M23. Donc kama hawajamaliza kabisa kupie mji wa Uvira wabebe kila kitu cha gouvernement pale, hawataondoka mjini Uvira, na njo vyenye wako nafanya hapo. Katika video hizo ambazo mmekuwa mkizifuata, hayo magari yote ambayo mmekuwa mkiyaona yanapakiza goudron za gouvernement pale mjini Uvira, wanazipeleka katika mji wa Bukavu. Makamioni mengi, vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba gari hizo ni mingi, goudron zote kabisa zimebebwa na hawa waasi wa AFC M23. Na piaje ile ingali inafanyika hapo wakati toujours AFC M23 ingali mjini Uvira. Hakujaondoka wanajeshi wao AFC M23, wanajeshi wao wangali preza katika mji wa Uvira maaxe zote. Wako na pie sasa vitu vyote vya gouvernement pale mjini Uvira. Pui kama wataondoka waondoke na walisha beba vitu vyote kutoka hapo mjini Uvira. Habari zetu zinaendelea pale ni mjini Uvira kwenye AFC M23 iko na pie vifaa tofauti vya gouvernement mkiwemo goudron. Tuwapeleke katika Walikale.
Walikale, hali ya usalama bado ni hatari huko Kibua na maeneo yanayoizunguka ni katika grupema ya Ihana. Matukio kadhaa makubwa yalirekodiwa juzi le 15. Kulingana na mkuu wa kundi wa Ihana, Mwami Kitwana Ngulu Serafe, tukio la kwanza lilitokea asubuhi wakati mwanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC alipigwa risasi kwenye mguu wa kushoto. Mazingira halisi ya kitendo hiki bado hayajafahamika, lakini vyanzo vya ndani vinaonyesha kuwa kilifuatia majadiliano makali na wakubwa wake. Siku hiyo hiyo mwanajeshi mwingine wa FARDC alimchoma kijana mdogo mkononi kabla ya kujaribu kumpiga risasi muda mfupi baadaye. Kitendo hiki kilisababisha hasira na hofu miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo ambao tayari walikuwa wameumia kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea katika eneo hilo. Zaidi ya hayo pia mnamo le 15 juzi tuzoro, hali ilizidi kuwa mbaya zaidi baada ya mwanamgambo kutoka kundi la silaha la NDC Renove kuingilia kati, ambaye aligeukia wizi wa barabarani kwenye kilima cha Kalonge Mubea, ambapo walishiriki katika uporaji akilenga taksi za pikipiki kwenye njia hii muhimu kwa biashara ya ndani. Vitendo hivi vilipunguza msongamano wa magari kwa muda wa kuongeza hisia za ukosefu wa usalama miongoni mwa watumiaji wa barabara. Akikabiliwa na kuibuka tena kwa vurugu, mkuu wa kundi la Ihana Mwami Kitwana Ngulu Serafe anatoa wito kwa mamlaka za kijeshi na utawala kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kuwalinda raia. Wakati huo huo, idadi ya watu wa Kibua inaendelea kuishi kwa hofu ya kila mara, ikiitaka serikali kuimarisha nidhamu ndani ya vikosi vya kawaida na wazalendo wanaofanya kazi katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini. Hapo ni Walikale katika eneo ya Kibua, kilomita chache kutoka Kashebere, kwenye hali ya kiusalama si nzuri kutokana na visa hivyo ambavyo vilikumba eneo hiyo le 15. Tukiwa katika mkoa wa Walikale kwenye shamba la vita huko, hakuna mapigano siku ya leo. Hali ni ya utulivu kwenye akse zote za mapigano, ikiwa akse za Kibati kule hakuna mapigano, iwe maeneo ya Mpeti huko nako hakuna mapigano. Hali ni ya utulivu siku ya leo kwenye uwanja wa vita katika mkoa wa Walikale. Vile vile na Masisi hakuna mapigano ambayo yaliripotiwa huko, na pia kwengine ni katika Ruchuru kwenye hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya sana kutokana na mapigano ya hivi karibuni kati ya waasi wa AFC M23 na makundi ya kizalendo katika grupema ya Bukombo. Semaine passée yote kulikuwa kukiripotiwa mapigano karibu na Mweso, vijiji vya Bumbasha katika maeneo pia ya Kiahemba. Kule kulikuwa kukiripotiwa mapigano na hata jana walikuwa wakipigania maeneo ya Kiahemba. Kutokana na mapigano hayo, mnajua ya kwamba wakaaji wengi walikimbia maeneo yao kukimbilia Mweso, wengine hata Kichanga. Kwenye shamba la vita maeneo hayo hali ni ya utulivu, wasiwasi mkubwa uko katika wakaaji wa maeneo hayo kutokana na jinsi wakati wowote tena mapigano yanaweza kuzuka upya kati ya pande mbili. Waasi wa M23 jana ndipo walielekea katika maeneo ya Kiahimba kufanya operasyon zidi ya makundi ya kizalendo SMC kule, wakapigana siku ya jana. Vyanzo vyetu hapo vinatuambia kwamba waasi hao wa M23 hawajaondoka katika maeneo hayo, donko inamaanisha kwamba wakati wowote tena wataanzisha mapigano zidi ya makundi ya kizalendo. Hivyo wakaaji wanaishi kwa oga na wasiwasi mkubwa kutokana na jinsi ya M23 ingali preza kule. Wakati wowote tena mapigano yanaweza yakazuka upya kati ya pande mbili. Habari zetu zinaendelea. Hali ya usalama katika eneo la maziwa makuu na hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa katika agenda ya mkutano wa ngazi ya juu kuhusu mshikamano na uimarishaji wa michakato ya amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliopangwa kufanyika siku ya leo huko Lome katika nchi ya Togo.
Mchakato huu unabaki kutawaliwa na mchakato unaozingatiwa Washington ambao unashughulikia mgogoro kati ya Kinshasa na Kigali, na mchakato unaozingatia Doha ambao unazingatia mgogoro kati ya Kinshasa na wasi wa AFC M23. Mkutano huu wa ngazi ya juu ulioanzishwa na Fore Sozima na Singbe, rais wa baraza la mawaziri la Jamhuri ya Togo na mpatanishi mkuu wa Umoja wa Afrika Mashariki mwa Kongo, unalenga kuimarisha uaminifu, kuendeleza mazungumzo na kuhakikisha kwamba wadau mbalimbali wanatekeleza ahadi zao. Mpango huu ambao unawaleta pamoja jopo la wawezeshaji wakiwemo wakuu wa zamani wa nchi, waziri wa mambo ya nje wa Togo Robert Dusei, viongozi Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika pamoja na washirika wengine, unajengwa juu ya juhudi za hivi karibuni za kimataifa. Kikao hiki cha kazi kilitanguliwa na mkutano wa maandalizi ambao uliruhusu uchaguzi na udhibitishaji wa rasimu za hati kuwasilishwa na mpatanishi ili kutoa taarifa kuhusu majadiliano ya mkutano wa ngazi ya juu uliopangwa kufanyika Jumamosi siku ya leo. Hasa zaidi kikao hicho kililenga kuimarisha usanifu wa mchakato wa amani wa Afrika uliounganishwa chini ya uongozi wa upatanishi wa Umoja wa Afrika kuhusu kufafanua jukumu na taratibu za uendeshaji wa sekretarieti ya pamoja huru kama utaratibu wa usaidizi kwa uwezeshaji na kuhusu kupitia na kudhibitisha ramani ya upatanishi. Ile ni Union Africaine ambayo inaandaa kabisa kikao siku ya leo huko ndani ya nchi ya Togo ili kuongelea kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo kutokana na kuzuka upya kwa mapigano kati ya pande zinazozozana. Kikao kitafanyika siku ya leo huko Lome, hivyo basi wakati kikao kitaisha ndipo tutawaambia walichokitangaza na ni maamuzi gani ambayo waliyakamata kama njia ya kumaliza vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Taarifa zetu zinaendelea. Presida wa Burundi Evariste Ndayishimiye ongeza tawi la Mzeituni hadi Kigali kwa ajili ya kuwarejesha viongozi wa kundi la magaidi la Red Tabara ili kurejesha uhusiano mwema kati ya pande mbili. Shutuma za Burundi kwa Rwanda za kuunga mkono kundi la Red Tabara ndizo chanzo cha mvutano unaoendelea kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Mvutano huu umeongezeka zaidi kutokana na kuibuka tena kwa uasi wa AFC M23 ambao kulingana na Umoja wa Mataifa pia unaungwa mkono na Rwanda. Hali hii imeshutumiwa na Burundi, mmoja wa washirika wa Kinshasa katika eneo la Maziwa Makuu, wakati wa sherehe ya salamu za mwaka mpya na kikosi cha kidiplomasia na ubalozi kilichoidhinishwa Burundi iliyofanyika Alhamisi le 14. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alipanua tawi la Mzeituni hadi Rwanda akitaka warudishe nyumbani viongozi wa harakati ya Red Tabara waliohamishwa mjini Kigali ambao na waona kama tishio kwa usalama wa Burundi, akishutumu matumizi ya vurugu kama njia ya maandamano. Evariste Ndayishimiye alisisitiza sera yake ya ujirani mwema katika kuunga mkono utulivu wa kikanda. Katika hotuba yake alisema kwamba Burundi inalaani aina zote za vurugu kama njia ya maandamano. Hii ndiyo sababu tunatetea sera ya ujirani mwema. Ni katika roho hiyo ambapo tunabaki wazi kwa Rwanda, tukitumaini kwamba nchi hii itawakabidhi wale waliohusika na kundi la wahalifu ambalo limekuwa ikiwahifadhi tangu mwaka wa 2015, kundi ambalo sasa linaunda msingi wa kundi la kigaidi la Red Tabara ambalo linatishia usalama wa nchi yangu. Tunaendelea kuwa macho tukiwa na uhakika kwamba ombi hili litapokelewa vyema, hivyo kuzidi tishio lolote na kuturuhusu kurejesha uhusiano wetu mzuri wa ujirani. Rais wa Burundi pia alikuwa mwangalifu kufafanua kwamba msimamo huu hauonyeshi kwa vyovyote vile kuvunjika kwa uhusiano wa kidiplomasi. Pia alionyesha
kwamba anatarajia Kigali kuelezea waziwazi malalamiko dhidi ya nchi yake kwa lengo la kupata suluhisho la uhakika kupitia mazungumzo. Wakati alikuwa akisema kuhusu hayo, alisema kwamba hatujavunja uhusiano, tumebaki wazi kwa mazungumzo. Ikiwa Rwanda ina malalamiko, waache watuambie waziwazi ili tuweze kukaa mezani. Hilo ndilo ninalouliza kila wakati. Je, una malalamiko yoyote dhidi yetu? Ikiwa wana malalamiko, wanaweza kuyaweka mezani na kuyajadili ili kupata suluhisho. Burundi inabaki imejitolea kwa amani na mazungumzo, kwa sababu tunajua kwamba vita haiongoi popote, vita uharibu, alisema yule presida wa Burundi. Kama ukumbusho, mvutano kati ya Burundi na Rwanda bado uko juu, hasa kutokana na shutuma za Burundi za Rwanda kuunga mkono waasi wa Red Tabara. Migogoro hii ilisababisha kufungwa kwa mipaka na kusimamishwa kwa uhusiano wa diplomasia mwaka wa 2024. Bujumbura inaishutumu Kigali kwa kutaka kuvuruga uthabiti wa eneo hilo na kuwaunga mkono maadui zake, hasa katika muktadha wa mgogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na washukuru sana na waomba kusubscribe na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Tupatane katika taarifa za mchana wa leo. Merci beaucoup.